Ukiwaona utawaambia sababu zinazofanya vijana wengi hawafanikiwi. Ukiwaona uwaambie kipaji ndiyo nguvu peke yake na uwezo peke yake ambao unaweza ukamlipa mtu hata kama hakwenda shule. Na sasa kwa sababu walishindwa kubadili vipaji vyao kwa ajira, ndiyo maana walikosa ajira zenyewe. Kwa sababu hawakutaka kujua vipaji vyao na kuvigundua, ndiyo maana walizama katika kutafuta wale waliokwisha kugundua vipaji vyao ili wawaajiri wao. Ukiwaona waambie ya kwamba vipaji ndio vinaweza, kwa sababu vimeshafanya hivyo hapo kabla katika historia ya ulimwengu, vimeshafanya mambo makubwa sana, na Mungu mwenyewe kashaviweka ndani yako. Hutahitaji tena kuvinunua kwa sababu vipo. Kinachokosa tu ni kwamba ukinunue kile kipaji kwa elimu peke yake. Elimu gani? Elimu ya kukigundua. Sio kwamba utalipia fedha kama vile unavyodhani. Hata masomo yangu yanaweza yakakusaidia. Sasa sikiliza, jitahidi sana kufanya vita. Vita gani? Vita ya kutafuta kujua. Nikisema vita namaanisha nini? Namaanisha tafuta kwa udi na uvumba ni vipaji gani ambavyo Mwenyezi Mungu aliviweka ndani yako, ili kwamba upate kuendelea kimaisha kwenye ulimwengu huu, kwenye huduma za dini, kwenye huduma za jamii. Huwezi kuendelea ikiwa hujatumia vipaji vyako, na hii ndiyo sababu inayofanya ya kwamba wengi wa waliozani ya kwamba wanahudumia waliingia katika kazi zisizoendana na vipaji vyao. Ndio maana tuna wezi, ndio maana tuna wakula rushwa, ndio maana tuna wauaji wengi sana ambao kwa sababu ya chuki wanaoa ndugu zao wanaotumika nao. Kwa hivyo ukiwaona waambie ya kwamba vipaji vyao vinaweza vikawasaidia kujenga amani, vinaweza vikawasaidia kujenga utajiri, vinaweza vikawasaidia kujenga huduma. Ikiwa wewe umeshagundua vya kwako, naamini tutakutana kwenye kilele cha mlima wa mafanikio. Lakini wale ambao hawajagundua, ukiwaona uwaambie si, lakini jifunze.